unaenda wapi? Naenda kwetu. Siwezi kuendelea kuishi na mwanaume ambaye hajishughulishi na chochote. Siku ukijua majukumu yako ndani ya familia, utakuja kunichukua. Subiri. Zaburi 23:1 panasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Roho Mtakatifu atatupa kila hitaji letu. Timotheo wa kwanza 5:8 panasema, lakini mtu asiyewatunza walio wake ameikana imani, na sisi hatujatunzwa hata kidogo. Mathayo 6:34 panasema tuzisumbukie kesho. Imani tu inahitajika. Bwana atafungua milango. Yakobo 2:17 panasema, imani bila matendo imekufa. Hatuli imani, tunakula chakula. Wakorintho wa 2:3:17 panasema, Roho wa Bwana alipo ndipo palipo uhuru. Hatuhitaji kazi nyingi za dunia. Mungu ndio chanzo. Yeye asiyefanya kazi na asile. Wathesalonike wa 2:3:10. Lakini kila siku tunakaa bila chakula, bila msaada. Zaburi 145:15 panasema, Bwana atawapa riziki zenu kwa wakati wake. Subiri tu. Imani inajaribiwa. Lakini mimi nimechoka kusubiri chakula kisichoonekana. Wakolosai 3:2 panasema, usitafute vitu vya duniani. Hivi vitu vyote ni vya kupita. Timotheo wa kwanza 5:8 panasema, lakini mtu asiyewatunza mke na watoto wake amekana imani. Mungu pia anaagiza uwajibikaji, na sio maneno tu. Zaburi 34:10 panasema kuwa Bwana atawajaza wale wanaomtumainia. Sitaki kazi za dunia zinipoteze kiroho. Lakini imani yako imejenga ukuta kati yako na familia yako. Roho Mtakatifu atafungua macho yenu. Roho Mtakatifu hajakataa kazi. Ni wewe tu hutaki kuwajibika. Mathayo 7:16 panasema, kwa matendo yao mtawatambua. Na matendo yako yameacha nyumba bila chakula, bila uwepo, bila upendo. Nimechagua kumfuata Mungu. Mungu haachi familia nyuma. Roho Mtakatifu ataturudisha pamoja. Lakini sasa, hata imani bila matendo katika familia yangu haiishi. Nakupenda kwa moyo wote, penzi halisi si la kuigiza. Ukinitazama naishi ya kufa ganzi, roho inanipa majibu bila kuuliza. Kwenye